Kuna muda timu inaweza ikawa inapata matokeo ushindi huku ikiwa haipo kwenye kiwango kizuri. Kuna muda timu inaweza ikapoteza huku ikiwa kwenye kiwango kizuri, na kuna muda timu inaweza kupoteza mchezo ikiwa katika kiwango cha chini kabisa. Kumbuka haya yote yanaweza kutokea kwenye soka. Kabla hujaanza kuhoji ubao wa matokeo, ni vyema ukaanza kuhoji namna wachezaji wanavyotekeleza majukumu na namna ambavyo wanafanya maamuzi ndani ya mchezo. Kuna baadhi ya makocha huwa wanajaribu kutatua mambo mengi kwenye football kwa wakati mmoja, huku mwisho wake ukiwa ni anguko tu. Football ni mchezo mgumu sana. Ni kweli Folz anatakiwa kudili na mambo mengi ndani ya timu, lakini aanze na mambo ya msingi kwa sasa. Vinginevyo hali inazidi kuwa mbaya. Yafuatayo ni mambo ambayo yanawapa shida Yanga kwenye michezo yao. Wanashindwa kudhibiti na kutawala michezo, mfano kwenye utimamu wa mwili, kiufundi, kiakili na hata kimbinu. 2. Bado pressing yao sio hai, inakosa nguvu, maarifa, kasi na muunganiko. Wachezaji wanatumia muda mwingi kufanya maamuzi. Timu ipo wazi sana, sio wakati wa kuzuia wala kushambulia. Yaani ni poorest defense. 5. Viwango vya wachezaji wengi vipo chini na hata waliopo katika viwango vizuri wanakosa huo muendelezo. 6. Matumizi ya nafasi ni changamoto kubwa kwa upande wao. Wanakosa ufanisi na muendelezo mzuri wakati wa kuendeleza mashambulizi. Sasa hapa sijui Folz ataanza na lipi na kumaliza na lipi, ila hali sio nzuri. Ushauri wangu angeanza kuboresha viwango vya wachezaji kwanza, kisha mengine yafuate. Romain Folz alikuwa anapata matokeo bila ya performance nzuri. Sasa performance sio nzuri na matokeo sio mazuri. Mechi ya pili mfululizo Yanga bila ushindi na bila ya kufunga goli. Folz ana mechi 6 za kimashindano na huoni improvement yoyote ya squad kiujumla. Matatizo ya mechi ya kwanza yanaendelea kuonekana yale yale mpaka kwenye mchezo wa 6. Kiukweli kazini kwa Folz bado kuna kazi kubwa mno. Yanga hawapo kwenye level yao kabisa. Na hii ni Neli TV. Mtazamaji wetu wa Neli TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa mbalimbali, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapopost taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Share, comment, subscribe ili uwe karibu na Neli TV kwa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka, ambako kwa sasa hivi tunashuhudia klabu bingwa barani Afrika, ambapo leo Young Africans imepoteza kwa mchezo wa kwanza ugenini dhidi ya Silver Strikers, ambapo imefungwa bao 1-0, na kesho tutashuhudia mchezo mwingine wa klabu bingwa barani Afrika ambapo Simba Sport itakuwa nchini Eswatini ikichapa na Nsingizini Hotspurs, huku Azam FC ikishinda ushindi mnono kwa bao 2-0 dhidi ya KMKM kutokea Zanzibar katika CAF Confederation Cup, yani shirikisho la kombe la shirikisho barani Afrika.